Baada ya kupeleka vitisho vyake kwa muda kwa Irani na kuona kuwa hawa watu wamekuwa mbona hawatusikilizi, hawababaiki, hawafanyi nini, hatimaye Donald Trump ameelekeza vitisho vyake moja kwa moja kwa Oman na kusema kuwa Omani watalipuliwa ikiwa tu wataendelea kubaki na msimamo wao kuhusu Hormuz, au ikiwa watashirikiana na Iran kutaka kudhibiti mfereji wa Hormuz, Omani wajiandae kushambuliwa. Ni taarifa ambayo imestua ndani ya Omani na imekuwa mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii na kokote kule, na mimi mmoja wa watu nilopokea message nyingi zaidi kutoka kwa rafiki zangu, ndugu zangu, jamaa zangu waliopo Omani. Ni siku chache zimepita mimi nilikuwa hapo, lakini haikunishangaza kauli hii, na wale ambao tumekuwa tukizungumza mara nyingi haikuwashangaza kauli hii, kwa sababu wengi wamerudi kunijibu kuniambia kuwa ulioyasema sasa yanakuja, kwa sababu indhari hii mimi nilishaitolea tahadhari. Yani swala hili mimi nilikwisha kulizungumza awali, nikawaambia kabisa kuwa nyinyi wa Omani ndiyo nchi itakayofuata kushughulikiwa. Hiyo sio kushambuliwa, iwe kwa njia yoyote, lakini Omani itakuwa ni nchi ambayo itakayofuata kufuatiliwa kwa namna zote. Hili nililizungumza mapema kabisa. Nashukuru kuwa kuna wengine bado wana kumbukumbu za hilo. Haya mambo sio utabiri. Hatuna sababu ya kutabiri kwa sababu sisi sio waganga. Lakini tunachozungumza ni uhalisia wa mambo yalivyo. Ukitazama dunia kwenye jicho la uwazi bila kuchukua hisia zozote, bila kumilikiwa na upande wowote, basi kila kitu utakiona katika mwangaza ambao uko wazi kabisa. Yani kila kitu kinakuonyesha katika nadharia iliyo huru kabisa. Amani iwe nawe. Peace be upon you. Natumai wewe ni mzima wa afya na unaendelea. Eid Mubarak. Eid inaendelea kwa sababu kuna mfano kama sisi Tanzania tumekuwa na Eid moja. Halafu baada ya hapo watu tumerejea makazini. Na kuna wengine tumeendelea na kula bata, tunaendelea kula sikukuu. Lakini wanaofanya kazi sehemu naona karibu wote wamerejea makazini, lakini kuna nchi zingine zinaendelea na sikukuu kama kawaida. Jamani, leo nimetupia uzi huu mweupe. Kuna rafiki zangu walinifanyia order za fulana zenye size za large na medium. Nikawa nimewaambia jamani, sikuwa na hiyo size, na nikawaomba kuwa zitapofika nitawajulisha. Naomba niwajulishe kuwa zimefika inshallah. Kuna rafiki zangu walio kule Moshi waliniambia walikuwa wakihitaji kadhaa, lakini sikuwa na size, so zimefika. Na waliopo Zanzibar pia waliniambia nyeupe zipo. Kuna red size zote hizo, large na medium zimekuja, lakini kuna hizi pia large na medium pia zimekuja, lakini kuna kofia za kutosha pia zimekuja. Kama kawaida, fulana sisi tutakupa kwa 40,000 na ulipo popote ndani ya nchi hii tutakutumia, na kofia yake ni 20,000 ambazo zinakuja na logo yetu hapa ya Rahby Digital. Yes, ni katika kusapotiana tu ili tuweze kufika huko, kwa sababu mara zote huwa nawaambia kuwa wewe unakaa unatega masikio hapa unanisubiri nizungumze, nikichelewa unanitumia na message, vipi baba? Tuna maisha, tuna familia. Hapa kwenyewe nilivyokaa kwenye gari hapa, hii gari inaunguruma na kiwese kilivyo, unajua bei yake sasa hivi, wese limeshika kweli kweli. Kwa hiyo hapa hisi inafanya kazi, maana yake kuwa nipate utulivu, nipate sehemu nikae nizungumze na wewe. Yote hizi ni gharama. Hii mpaka inakufikia wewe hapa, tumeupload through internet, maana yake kuna internet, kuna expenses nyingi ambazo zinakufanya wewe uweze kutusikiliza. Kwa hiyo ili utusikilize zaidi inabidi utusupport zaidi, na ndio maana tumeweka uhuru wa matangazo, kuwa tuletee matangazo yako pia tuyaweke hapa ili uweze kuwafikia wengi na uweze kufanya biashara kubwa, kwa sababu jibu la kuwa nani anatutazama linakupa kupitia maposti zetu za nyuma. Unaweza ukatazama kuwa ndani ya saa 24 nikiongea hapa tunatazama mara ngapi. Katika watu wote hao wanaotazama, wewe hamna wateja wako, utakuwa unauza nini ambacho ukose wateja kwa kiwango hicho? So nataka kuzungumza kuhusu Omani tu, tishio la Omani, lakini naweza nikaeleza kidogo the situation is. Marekani alifanya mashambulizi Jumatatu kwenye Bandar al-Abbas, alafu akasema kuwa alikuwa ameweka tishio. Nadhani nilizungumza kwa kirefu kwenye mazungumzo ya nyuma. Anasema kuwa alikuwa na tishio, kwa hiyo alishambulia. Irani jana wakajibu kupiga kambi za kijeshi za Marekani, na Marekani tena akashambulia. And then they still wanatuambia wako on ceasefire. Yani kwa wao wanatuaminisha kuwa bado wapo kwenye ceasefire. Yani usitishaji wa vita unaendelea.
tubaki na ceasefire ya maigizo kama Lebanoni, au tuamue kuwa hamna usitishaji wowote, kinachotokea ni maigizo. Wakati huo huo, taarifa zinaonyesha kuwa ni bado makubaliano yako mbali. Niliyazungumza kabla, nikawafafanulia, nikawaambia kwa nini mimi ninapoona kuwa bado makubaliano hayapo karibu na yako mbali, na kile tulichoambiwa nilisema kuanzia mwanzo hakikuwa na ukweli, kwa sababu hapakuwa na ukweli wowote, kwa sababu hakuna walichokuwa wameafikiana, isipokuwa ilikuwa naweza kusema ni mihemko ambayo waliamua kutuletea na kutuaminisha kama kuwa wamefikia kwenye nafasi nzuri zaidi, lakini ukweli kuwa hawakuwa kwenye nafasi yoyote ya maana ya kusema kuwa wanataka kumaliza hili. Huo ndio ukweli. Donald Trump jana alikuwa akiongea na vyombo vya habari na taarifa zikaonekana kuwa Iran wamekuwa wanalazimisha kuwa ni lazima katika mazungumzo au ni lazima katika kile ambacho nilikizungumza wiki jana, kuwa kuweka uaminifu, yani tujenge njia ya uaminifu. Ni lazima Marekani itoe kiasi cha fedha zao dola bilioni 12 ambazo hasa wanasema ziko Qatar, na Qatar alipokea hii fedha kiasi cha dola bilioni 6 kutoka Korea Kusini. Mnaokumbuka 2023 zile fedha zilihamishwa wakati wa utawala wa Joe Biden zikapelekwa Qatar. Kabla hazijatoka ndio ikazuka vita ya Gaza, zile fedha zikashikiliwa na fedha nyingine zilikuwepo. Kwa hiyo kuna bilioni 12 ambazo Iran wanasema kuwa ni lazima kwanza zitolewe kama kishika uchumba, ili sisi tujenge imani ya kukaa kwenye meza na Marekani tuzungumze. Lakini kama hiyo haliwezi, maana yake kuwa tunaamini kuwa hamna nia yoyote ya dhati ya Marekani kulimaliza hili. Kwa nini Omani? Nilishawahi kuzungumza na wewe hapa nikakuelezea kipindi cha mazungumzo, kama unakumbuka. Kwa nini mazungumzo yalienda Omani? Kwa nini mazungumzo hayakwenda nchi zingine? Nilijaribu kufahamisha kwa nini Omani. Nilikwambia kuwa Muscat, katika nadharia ya ulimwengu ulio huru, Muscat ilikuwa inaonekana kama vile Geneva, mji wa Geneva wa Uswizi, ambao wao wenyewe umejifungamanisha na kuwa ni mji ambao haufungamani na siasa ya upande wowote. Na Uswizi ni nchi ambayo huwa haipokei shinikizo lolote kutoka upande wowote kuilazimisha ikae upande gani. Ndio maana unaona kuwa Geneva inashirikiana na Uswizi, inashirikiana na nchi zingine ambazo hata upande wa pili wa magharibi hawana uhusiano nazo, na zile nchi za upande wa pili wa magharibi huitumia. Mfano, Marekani na Irani hawana uhusiano kabisa kwa kibalozi wala nini, lakini shughuli za Marekani, ima raia wa Marekani wanaokuwa katika ardhi ya Irani, basi huhudumiwa na ubalozi wa Uswizi uliopo Tehran. Hao wamejinasibu kwa hivyo. Kwa hiyo Oman kwa miaka mingi walijiweka katika hiyo nafasi ya kuwa wao ni hawafungamani na siasa za upande wowote, na wameamua kuwa neutral kwa kipindi kirefu. Mfano, mgogoro wa mwaka 2017 kati ya washirika wa Kiarabu walipogombana na Qatar, Omani aliamua ye hakuwa na upande na hakujiingiza kwenye mgogoro moja kwa moja na ndugu zake. Mgogoro wa Yemen, Omani hakuingia, wa mwaka 2013. Hawa washirika wote waliingia moja kwa moja. Sasa yeye Omani amejiweka katika hiyo nafasi, na Irani anaona katika majirani zake wote, yani katika majirani zake wote wanaoaminika. Unajua Omani haipakani na Irani katika mainland, yani wanapakana kwenye bahari, eneo la Musandam kidogo, wanapakana kieneo kidogo ambacho kinatoka UAE kinakwenda upande wa pili, kinarudi upande wa pili wa Omani. Kwa hiyo ni eneo ambalo ndio linalo face, naweza kusema Hormuz, katika eneo lile ndio linalo face Hormuz kwa karibu. Sasa pale ndio anapakana naye kwa upande mmoja, upande wa baharini. Lakini ukija kwenye mainland, nchi zote zilizozunguka Iran, nchi ambayo haina uhusiano na magharibi wala Marekani ni Afghanistan peke yake. Afghanistan wanashare mpaka mkubwa sana na Iran. Hao wa Taliban au Afghani wanashare, ndio ambao hawafungamani na Marekani kabisa kwa sasa. Lakini ukija chini, Pakistan pure America, Uturuki America, ukienda juu Turkmenistan kama kawaida. Pale nchi mbili ziko zinapakana naye ambazo zinaelekea upande wa pili wa Europe, Azerbaijan na Armenia inavyojulikana. Huku Iraq inaeleweka. Kwa hiyo hakuna jirani ambaye anaaminika labda kwa hivi sasa kwa Irani, unaweza kuhisi kuwa ni Omani. Sasa katika kipindi chote cha mzozo, Omani waliamua kuwa hawajiingizi moja kwa moja, licha kuwa na wao wamekumbwa na baadhi ya mashambulizi ambayo mara kadhaa Irani ameyatolea ufafanuzi, akasema kuwa hayatuhusiki, sisi hatujashambulia. Drone zimeshambulia kule Salala, zimeshambulia baadhi ya maeneo kule Sohar, wameshambulia baadhi ya maeneo ya Omani, lakini Omani haikutoa karipio kumuonyesha kidole yoyote kati ya hao, na iliamua kunyamaza, na Irani wakatoa ushahidi wao kwa Omani, wakamwambia sisi hatuhusiki. Sasa
Nililizungumza kipindi cha nyuma. Nadhani hili la Omani, ukitaka kujua nilizungumza nini, unaweza kupitia post zangu za nyuma, angalia kitu pale nilipozungumza kuhusu Omani, kwa sababu nilitoa indhari kwa Omani, nikawaambia wa Omani nyinyi, ambapo naamini binafsi mimi, ukitoa hii nchi yangu, nchi inayofuata kwa kutazama ni Omani. Omani ndio inakuja nyuma ya hii kuwa ni sehemu ninayosikilizwa sana, ni sehemu ninayotazamwa sana. Wengi watakuwa mashahidi kuwa mimi nilishalizungumza hili swala kwenu, nilishawaambia kuwa kitachofuata ni nyinyi. Omani kwa makubaliano yoyote, kwa kuto kukubaliana kokote, Omani will be next. Yani leo hii Marekani yakubaliane na Irani, wafikie makubaliano ya mezani. Baada ya pale Omani itapokea chokochoko. Vita iendelee au wafike kwenye meza, Marekani na Israeli washinde kwa njia yoyote, atayefuata kufuatiwa chokochoko ni Omani. Na Omani chokochoko yake itatoka upande mmoja. Hatawezekana kufuatwa na Irani isipokuwa atapobadilisha mwelekeo wa kuamua, ima abaki kuwa neutral au aamue kwenda upande wa pili, ndio Irani wanaweza wakamfuatia. Lakini makubaliano yoyote ambayo hivi sasa yatatoa nafuu kubwa, kwa sababu ukweli ulio wazi na kitu ambacho kinaishi na nimekizungumza mara kadhaa kuwa Irani hawawezi kuiachia Hormuz. Yani sijui iweje, lakini hawawezi kuachia Hormuz. Sasa kuna vitu vinakwenda nje ya muda. Yani kama Marekani kuna vitu vinamchezea nje ya muda. Nje ya muda inamchezea kwa sababu kuna uchaguzi wa Novemba, halafu kuna World Cup iko hapa. Ni taswira ambayo haitokuwa. Kwa hiyo wanaweza wakazuia hii kwa mwezi mmoja kwa sababu ya World Cup, lakini kuna Novemba uchaguzi ambao ni lazima ufanyike. Hilo na lenyewe linaweza ikawa kitu kimoja, kwa labda watu wanahisi kwa Trump akipoteza labda inaweza ikamzuia. Trump hahitaji ruhusa ya Senate, hahitaji ruhusa ya bunge, hahitaji lolote kufanya mission zake anazozifanya. Hamna kiongozi wa Marekani ambaye aliwahi kuchukua ridhaa ya bunge lake au serikali yake kufanya uvamizi uliofanyika Libya, uliofanyika Iraq, uliofanyika Syria, uliofanyika Somalia, uliofanyika kila sehemu. Wala hawahitaji lolote, ruhusa yoyote. Hawajai kuheshimu chochote ambacho wanaweza kusema kwa wao wakifuatilia ili waweze kufanya kile. Sasa Omani anaingia kwa sababu ni mshirika wa Hormuz kwa upande wa pili. Na niliwaambia wiki jana kuwa Oman kwanza ilikuwa imekataa baada ya kupewa ofa na Irani kuwa sisi ndio watoto wa marehemu, kwa hiyo hii mali ya urithi inatuhusu, hao wengine wote hawahusiki, njoo tujadili urithi wa mzee wetu. Omani akawa na sita kwanza, kaona itakuwaje, kwa sababu alikuwa anahofia hili. Baadaye Omani wakaona kuwa liwalo na liwe, wakaanzisha kamati ambayo imekutana mara kadhaa na kamati ya Irani, wanaangalia utaratibu mpya wa kuendeleza Hormuz na kusimamia Hormuz katika kuchaji na kila kitu. Sasa Omani anaingia kwenye uhasama kwa sababu ya hili, kuwa na yeye anaonekana kuwa amekubaliana na Irani kuwa watachaji kodi au watachukua fee au malipo kwenye meli ambazo zitapita Hormuz. Kwa hiyo Marekani anaileta Omani katika tafsiri ya kuwa na wewe ni sehemu kama Irani. Kwa hiyo ndio hilo tishio, anasema kuwa tutaishambulia kwa sababu imekwenda. Yani Omani iko hivi, mnaweza msishambuliwe kwa ile nadharia ambayo Trump anaisema ya makombora, yanaweza yasiwafikie, lakini nchi yenu ni nchi ambayo itafuatiliwa mno. Yani itaanza kupigwa fitna sasa hivi, itaanza kufanyiwa kila hila, kwa sababu nyinyi hamkuchagua upande, mmeamua kukaa kimya, lakini mnaonekana bado mmeegemea upande wa Irani kwa kiwango. Kwa hiyo lazima mwanzishiwe fitna, na hii ni fitna ambayo imetembea kwenye nchi nyingi ambazo zilizofitinika. Huu si mkakati wa bahati mbaya, huu ni mkakati ambao uliandaliwa kusudi kwa muda mrefu. Nadhani hili somo nilishalitoa. Siku nilikuwa nikimuelezea Profesa Jiang, nilisema kuwa katika hii nadharia kuwa kuna nchi zilianzishwa kwa ajili ya kuua nchi zenye asili, nguvu, utamaduni, historia na maamuzi zilishauliwa miaka za Kiarabu. Zikatengenezwa nchi feki ndogo ndogo ambazo zitapachikwa viongozi ambao watatoka upande wa pili, na hizi nchi ndio zitaendesha nchi za Kiarabu. Ikatengenezwa Qatar, ikatengenezwa Bahrain, ikatengenezwa Kuwait, ikatengenezwa UAE. Zikapoka mamlaka kutoka kwenye nchi za asili, Syria, Iraq, Tunisia, na nchi kama Libya, nchi kama Misri, Arab, zote zikapokwa mamlaka ambazo zamani ndio zilikuwa zenye sauti na mamlaka na maamuzi dhidi ya Waarabu. Leo hii nchi kama Qatar yenye watu milioni 3, nchi kama UAE yenye watu wake milioni 2, ambapo ina 80% ya wageni, nchi na watu milioni 2 raia, ndio zinafanya maamuzi kwa mujibu, yani kwa niaba ya nchi zenye watu wengi zaidi kama Misri, sijui kama
nchi za Kiarabu zenye population kubwa, Syria, Saudi Arabia na wengine wote, vinchi vidogo vidogo vinafanya maamuzi dhidi yao. Sasa hiki si bahati mbaya kilichokuja. Omani walibaki pale kwa sababu hawakutaka kubadilika. Nimelizungumza mara kadhaa, ni swala la muda kufuatiliwa Oman. Omani haitokuwa salama kwa sababu Hormuz ikihamia kwa Irani watataka kuirejesha Hormuz, na hakuna njia ya Hormuz, lazima uje Oman ili uweze kumchallenge Irani upande wa pili. Sawa, ikiwa Hormuz itarejea kwa wao umiliki, lazima wao waje wakae Oman ili isije ikatokea tena Irani kuidhibiti Hormuz. Kwa hiyo Omani anashindwa kuepukika na hili swala. Ima kuna mambo yatakuja kutokea, Mungu hatujui, akitupa uhai tunaweza kuja kujadili haya baadaye. Kuna mawili yatatokea, ima Irani awe power, atumie power, nguvu kubwa, aamue aichukue UAE, na hili nililizungumza, aichukue UAE kamili, yani aichukue UAE kamili ili audhibiti Hormuz nje na ndani, yani kwa upande mmoja na upande wa pili tutaidhibiti. Yani aamue kufata njia aliyofuata Urusi dhidi ya Ukraine, tishio la usalama wangu na amua kuchukua. Irani afanye hivyo, au kitachotokea Israeli, Amerika, UAE watashirikiana kuchukua eneo la pembezoni la Omani lile la Musandam ambalo ndio linapakana na Irani upande wa pili kuja kucontrol Hormuz. Yani Omani atalipoteza hili eneo. Atalipoteza kwa lipi? Kwa sababu UAE ataanzisha chokochoko katika ugomvi ambao atauanzisha dhidi ya Oman. Sitabiri, yani si kuambi kama hina tabiri au naota au nafanya nini, lakini nakupa uhalisia ambao utakuja kutokea. Mungu atupe uhai, haya ninayazungumza leo yaishi, ima tupo au hatupo. Watakuja vizazi vyetu, watakuja kutuambia hili ninalolizungumza, kuwa kuna siku Oman itapoteza eneo la Musandam, eneo ambalo linamiliki upande wa pili, kwa sababu ili ufike hili eneo unavuka, ukitoka Fujairah utavuka pale Diba. Kuna Diba ambayo inakwenda upande wa pili wa Oman, halafu inarudi upande wa pili wa UAE. Sasa Omani atapoteza eneo lote kuanzia Diba kuja kwenda kote Musandam mpaka kwenda kule yani kuchukua eneo kubwa ambalo linakwenda hadi Madhan, nadhani la kwenda eneo kubwa. Hili eneo ndio linalomiliki wapi? Linalomiliki Hormuz. Sasa ni mawili tu, kuwa ima Irani aichukue UAE nzima au upande wa pili wachukue Musandam ili kudhibiti Hormuz, kwa sababu nimewaambia mara kadhaa kuwa ugomvi wa Hormuz hauwezi kuishia hapa. Yani watarudi kwa ajili ya Hormuz, yani watarudi kwa ajili ya Hormuz, iwe miaka 10, 20, 30, 50 ijayo, kwa sababu hapa ni sehemu ambapo hawawezi kupaachia. Kwa hiyo kama Irani anaweza kuamua kitu kimoja tu, kuwa aende kwenye nyuklia moja kwa moja, amiliki nyuklia, awe mkubwa, amalizane kuwa siwezi kuguswa, halafu akisha miliki nyuklia achukue UAE, abaki kuwa mkubwa. Tukae kwenye mezani, yani tukae mezani tunaongea, sio kwa kunyosheana vidole kuwa wewe naweza nikakupiga makofi au tuzungumze kama wakubwa wote bila matishio yoyote, na unione kawaida na unisifie, sio uzungumze katika nadharia yoyote. Yani wana maamuzi mawili Irani waende wakamiliki nyuklia, wachukue UAE. Useme nachochea, naongea uhalisia. Ili Irani awe salama, ni lazima UAE itoke, ihamie upande wa pili, au kwa vyovyote itavyokuwa Omani itapoteza eneo lake la Musandam kupitia UAE kwa ushirikiano na Israeli ikisapotiwa na Marekani. Watafanya hivyo. Watu hawanielewi sometime ninavyosema. Nilizungumza kuhusu Somaliland hapa karibuni, nchi zilishout nyingi, zilipiga kelele kuhusu Somaliland, haiwezekani, afanye nini. Mimi nilipiga mstari nikawaambia hivi, Somaliland itaondoka na Somalia haifanyi kitu, na hizi nchi zinapiga kelele hazitofanya kitu. Marekani atasapoti Israeli na Israeli atakuwa Somaliland. Leo hii ubalozi wa Somaliland umefunguliwa Jerusalem, Israeli anaenda kufungua ubalozi Hargeisa. Dunia kama haioni kinachotokea. Niliyasema kuwa yatatokea, yametokea. Kwa hiyo hata hapa huu ugomvi wa tishio, Oman will be next. Na niliwaambia wa Oman, ukiangalia kwenye mazungumzo ya mchana niliyozungumza leo, nimeeleza kwa kina sana kuambia wa Oman kuhusu indhari na tahadhari ambazo mnatakiwa kuzichukua, kwa sababu uhusiano wenu na UAE uko unahesabika. Katika siku kutakuwa na mabadiliko makubwa sana ya sheria, utaratibu wa kuingia na kutoka UAE, hasa masuala yale kama ya GCC tunatumia tu ID na nini. Haya masuala hamtoka nayo muda mrefu sana. Mabadiliko makubwa yanakuja kutokea eneo lenu, na hii haiepukiki kwa haya yaliyotokea, kwa sababu mnatakiwa mfahamu kuwa UAE mliokuwa mkifahamu ya kina Sheikh Zayed sio hii UAE ya sasa. Hii UAE ni Israeli.
kwa hiyo itaendelea kufata sheria za Israeli. Hayo ndio myachukue jamani. Niwashukuru na niwaendelee kuwatakia Idi njema kwa wale ambao wanaendelea Idi na wale ambao mko makazini, inshallah kazi ziendelee. Shukran sana na asanteni.